Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa channel ya kupendwa, channel ya Al-Jazari TV, kwa mara nyingine tena ni kusogeze karibu katika channel yako hii ili uweze kupata faida mbalimbali. Na alhamdulillahi ala kulli hali, leo tupo katika jiji hili la Tanga. Tumekuja kuwazuru mabwana na tumefika katika kituo hiki cha Shamsul Maarifi, ambapo toka jana tarehe 8 kuna sherehe hizi za kila mwaka, na kilele inshallah itakuwa ni kesho, siku ya Ijumaa ndio tunamaliza. Lakini pamoja na hivyo tumeweza kuwazuru wazee, watu ambao wao ni wanafunzi wakubwa na ni waalimu na ni mashekhe zetu na ni maustadhi zetu, kuweza kuzungumza nao mawili matatu, vile vile kuweza kutuhusia na kutupa baraka na kuweza kujua vile baadhi ya mambo ambayo pengine sisi hatuyajui na tunatakiwa tuyafahamu, ili tuweze kushikamana nayo na tuweze kuungana nayo, tuweze kufanikiwa katika maisha yetu haya ya kidunia na mbele kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa kipekee kabisa niko naye hapa ustadhi wangu. Kwa kipekee ni atajitambulisha yeye mwenyewe binafsi, anaitwa nani na anafanya kazi wapi na kituo chake kiko wapi. Baada ya hapo insha Allah tutaweza kutaka kujua baadhi ya mambo kutoka kwake kwa kupitia ustadhi wetu huu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillah, kwa mujibu wa maelekezo kutoka kwa ustadhi wetu hapa, Ustadh Rashid, ambaye kwa hakika watu wanamfahamu, na hii ni katika lugha tu za elimu, kukithirisha tawadhu nyingi, na kwenye hilo mashallah Mwenyezi Mungu amemuongoza. Ndio maana unakuta amekithirisha neno, sijui walimu zetu, mashekhe zetu, wanafunzi wakubwa, ili mradi Allah ampe zaidi hiyo ambayo njia anaifuata, kwa sababu itamfikisha mbali zaidi. Lakini mimi naitwa Juma Suleiman Nzibo na jina maarufu ni Ustadhi Juma Parungu. Mimi ni katika wanafunzi wa Shamsul Maarifi na ni katika walimu wa matawi ya Shamsul Maarifi. Tawi langu liko Mwaboza katika wilaya ya Mkinga. Hii nafikiri ndio taarifa yangu fupi, kwamba ni mwanafunzi wa Shamsul Maarifi na ni mwalimu wa tawi la Shamsul Maarifi linalopatikana kijiji cha Mwaboza, kata ya Moa, ni wilaya ya Mkinga. Naam, Ustadhi Juma, umetoa taarifa yako fupi hiyo, lakini iliyoshiba maelezo, na kila mtazamaji na mfuatiliaji wa mitandao yetu hii atakuwa amefahamu. Labda kuna kitu tunatakiwa tukifahamu, kwamba umeanza hizi taratibu za kusoma hapa Shamsul Maarifa lini, labda au ulianza kabla ya hapo Shamsul Maarifa? Kuna sehemu ulikuwepo katika kusoma na mambo mengine kama hayo ya kielimu zaidi ya Shamsul Maarifa? Naam, naona mngeniachia. Hapana, acha tu nikamate. Mimi sina hakika sana na kipindi chetu, kwa bahati mbaya magharibi haiko mbali kama taarifu, hata nikijaribu kuikatakata kama itatosha, lakini inshallah nitajitahidi. Kwa kifupi, mimi nimeanza kusoma alifu katika tawi la Shamsul Maarifi, tawi la Shamsia Tamta kule Parungu, ambapo kulikuwa na tawi la Shamsia liko pale Kasera kwa Ustadh Muhammad Abi Bakari Al-Burhan, ndogo wake marehemu Sheikh Muhammad Abi Bakari Burhan. Pale mwalimu alitoa wanafunzi wawili kutoka pale Kasera kuwaleta Parungu. Ni Ustadh Mwamoto, ametangulia mbele ya haki, Allah mrehemu, na mwingine ni Ustadhi Nzibo ambaye yupo Mwakijembe, ni shekhe wa kata ya Mwakijembe, na kule anatumia jina la Ustadh Rajab. Walimu wawili hao walikuwa wanatusaidia sisi wadogo wadogo pale Parungu, ili paka tukifika rika la kuweza kutembea ndipo tuende Kasera kusoma. Kwa hiyo mwaka 1989 nikapelekwa pale madrasa na mimi nikaanza kusoma,
lakini tulipofika mwaka 1991 kukatokea la kutokea, kile kijitawi kikawa kimekufa. Kwa hiyo wakalazimika watu wote waende Kasera. Hapo na mimi nikahamia kwenda Kasera, na wakati huo nilikuwa nimemaliza tu Twariki pamoja na juzu ya ama, nimefika suratul Fajr. Naam, sasa mwalimu, safari yako hii, na tunataka tujue sasa pale Shamsul Maarifa ulitaharaji lini, na pia ungetudodosia wenzako ambao umetaharaji nao na safari yako kwa ufupi kabisa ya kwenda Mwaboza pale kuanza kueneza hii dini. Naam, kama tulivyokuwa tumezungumza kwamba nimeanzia Kasera baada ya kutoka Parungu. Kasera pale nilifika mwaka 1997, na hii ni Kasera ya Mkinga vile vile. Mwaka 97 mwalimu wangu aliondoshwa pale kurudishwa makao makuu Tamta, na mimi mwalimu akaomba kwa wazazi wangu kwamba niletwe Tanga makao makuu. Kwa mimi mnamo tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 1997 niliandikishwa rasmi kuwa mwanafunzi wa Shamsia. Ilikuwa siku ya Jumatano, ambapo ni miezi kama 3-4 Sheikh Muhammad Ayubu ameshafariki. Katika mwaka 97 ule ambao nililetwa pale, nikasoma mpaka mwaka 98 wote nikiwa niko pale, na nikabahatika kusoma maonyesho kama mwanafunzi wa makao makuu. Mwaka 99 mwezi wa pili niliondoka pale mimi kurudi nyumbani, na inshallah nafikiri nitaeleza kitu gani kiliniondoa pale Shamsia kurudi nyumbani kidogo kisha kuendelea na masomo. Na mpenzi mtazamaji wa chaneli hii ya Al-Jazari TV, tunaye mwalimu hapa anajaribu kutuelezea angalau kwa ufupi, lakini kutokana na balagha alizokuwa nazo kwa ufupi, basi tunaona kama anatuelezea kwa muda mwingi zaidi. Lakini vile vile Ustadhi Juma, tukiruka hapa katika suala lako la kusoma, tunakuja katika kusomesha. Unasomesha, umesema Mwaboza imepita walimu wengi. Kwa haraka tuna mwalimu Musa amepita pale, mwalimu Hamisi huko nyuma, na wanafunzi wakubwa walikuwepo pale. Kwa nini wewe uko pale Mwaboza? Kwa nini? Sawa. Nafikiri kwa watazamaji, kwa faida ya watazamaji, kama tulivyosema tunalazimika kuifanya fupi tarehe hii, na itabidi tujitahidi iwe fupi kweli. Lakini mimi mnamo mwaka 2000 niliingia Shamsul Maarifi, ni katika wanafunzi wa mwanzo wa Shamsul Maarifi, na mpaka mwaka 2003 tulibahatika kuchaguliwa kama wasaidizi wa walimu. Katika baadhi ya watu ambao sasa ndio tunaita tumetaharaji rasmi, mimi nilikuwa na Ustadh Ajali Ramadhani ambaye ni mwalimu wa pale makao makuu mpaka sasa hivi. Huyo ni classmate kama wanavyoita watu. Alikuwepo ustadhi mmoja anaitwa Yasin Kimanja, ni mwalimu mpaka sasa pale. Alikuwepo Ustadhi Miraji Juma Abu, yeye ni mtu wa Kondoa. Alikuwepo Ustadhi Omar Uthmani Mandia ambaye ni katibu mkuu wa Shamsul Maarifi, na huyu ni classmate wangu ambaye yuko pale Shamsul mpaka sasa hivi. Nikafundisha pale kuanzia mwaka 2003 mpaka ilipofika mwaka 2006 mwishoni ikawa kuna mpango wa kupelekwa sasa huko Mwaboza. Mpango huu kwa idhini yake Allah ulitimia tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2007. Tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2007 ikawa ni siku yangu ya kupelekwa Mwaboza pale kama mwalimu. Lakini ni kwa nini nitarudi tena baada ya walimu mwaka 2007 ustadhi yupo Mwaboza. Ukipiga ni miaka 19 hiyo. Bado mwaka mmoja atimize miaka 20. Tunamuomba Mwenyezi Mungu shekhe wetu huyu ampe hiyo miaka na zaidi na zaidi na zaidi ya kuweza kufanya ilmu. Ustadhi Juma, sisi ni wanafunzi wako.
lakini tunakuona mwalimu na mambo mengi sana, lakini yote ni ya kheri. Naweza kukuhesabia hapa mwalimu. Wewe ni mwalimu, unasomesha wanafunzi, unasomesha walimu, ni kiongozi katika kata yako Kibakwata, ni kiongozi katika kata yako Kikanda Kishamsul Maarifi, ni kiongozi pia mkurugenzi wa channel yako ya Parungu Online TV, na vile vile una magrupu mengi ambayo unafanya kazi ya elimu. Hivi vitu vyote na vyote vinakwenda vizuri. Hebu tupe siri ya kwenda hivi vitu vizuri na ukaviweza na vikakaa katika kii nzuri. Siri yake ni nini mwalimu? Na sisi tujifunze. Labda katika hili niseme tu kwamba jambo lolote ukitaka liende vizuri ni kulipenda. Haya mambo uliyoyataja yote nayapenda. Kwa hiyo hakuna jambo nitakubali lisiende na hakuna jambo nitakubali liende vibaya. Kwa kuwa nalipenda, lazima liende na lazima liende vizuri. Mimi nikikaa asubuhi mle chumbani mle ofisini mwangu, nikajifungia, nikaanza kuteremsha Nahwul Mustatabu, mara nimeteremsha Anwarul Masaliki, mara nimeshusha, nimepandisha Al-Kafi fi Sharh Diwan. Yani nasikia raha, najiona kama nakula, najiona kama nasikia raha fulani tu. Lakini pale wakati nina upload Abdallah Osta akiwa katika ufunguzi wa Shamsil Maarifi, hakikisha bando lako liko vizuri ili tuende pamoja, na usisahau kusubscribe Parungu Online. Nasikia raha kweli kweli, yani kule kuandika zile caption nasikia raha, na ndio maana sasa siwezi kukubali kuweka kitu cha ovyo. Na vile vile nikiwaweka watoto wangu pale chini na wafundisha pale madrasani kwangu, wanasikia ladha kweli kweli. Ndio maana mambo kweli ni mengi, lakini yote yanakwenda vizuri kwa sababu nayapenda. Na usia mimi niseme tafuteni sana, na mimi niko njiani, niko na nyinyi, tutafuteni sana radhi za mashekhe zetu. Huo ndio usia. Unapojua kwamba radhi ya shekhe itapatikana kwa jambo hili, lifanye. Na walilahi alhamdu, katika mashekhe ambao mimi nimesoma kwao, mimi naona radhi zao ni kwenye kufundisha. Ndio maana mimi nafundisha. Sijafanikiwa kidunia, lakini lugha ya kufanikiwa miongoni mwa mashekhe zangu wameitaja sana. Lugha ya kufanikiwa katika baadhi ya mashekhe wameitaja kabisa, kwamba hawa vijana hawa ndio maana wamefanikiwa. Yuko shekhe mmoja tulimualika kwenye jambo letu na ni shekhe wangu mpaka sasa, akaja katamka namna hii, na ndio maana hawa vijana wanafanikiwa. Kwa hiyo mimi sina gari, sina pikipiki, sina nyumba nzuri, lakini tunafanikiwa. Kwa hiyo radhi tuzitafute. Shekhe wako akikusema hivyo mbele ya watu na kwenye moyo wako, sijui mwenyewe unasemaje. Tutafuteni radhi za mashekhe zetu. Hiyo ni njia ya kufanikiwa kwa 99%. Alafu kama kuna mambo mengine ya kuyafanyia bidii, utayafanyia bidii, lakini naamini tutafanikiwa. Na baada ya hilo mimi niseme tu upande wa dua, Mwenyezi Mungu kwanza atupe tunayoyataka. Mwenyezi Mungu atuongoze. Mwenyezi Mungu atuongozee mambo yetu kila tunayoyapenda, lakini Mwenyezi Mungu asitusababishe kuongokewa kwa mengine ikawa sababu ya kuharibikiwa na mengine. Sisi watu wa media tusifikie mahala media zikatuteka ikawa sasa hatuko madarasani. Tufanye media tufundishe, tufanye media tusome. Allahumma inna sa'alnaka kama amatana, da'awnaka kama amatana, fastajib lana kama wa'tana, innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahama, Rabbi zidna ilma warzuqna fahama, Rabbi zidna ilma warzuqna fahama. اللهم إنا نحن في قبضتك ثم كنا وإنما كنا، فلا حذنا بعين عنايتك ثم كنا وإنما كنا. يا عظيم يرجى لكل عظيم، كل أمر عظيم قد أحاط بنا يزول بحقك يا عظيم يا عظيم يا عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mpenzi mtazamaji wa channel ya Al-Jazari TV, hakuna la mwanzo likakosa mwisho. Nikiripoti kutoka hapa Tanga, jiji la Tanga, ni mimi ripota wako Ustadhi Rashid Muhammad Kasim almaarufu Al-Jazari, lakini vile vile nyuma yangu ambaye ndio kameramani wangu ni Abu Othman.